Bwana, kupitia sakata lile la Mwijaku kama ambavyo unavyojua linaendelea hapa mtandaoni mtazamaji, video za Mwijaku kuchepuka na dada wa chuo nilikuwa nimeweza kuwekea kwenye channel hii kapate kuziangalia, ila kama hujaziangalia basi nakwenda kukuelezea ujue kunaendaje hapa mtandaoni kuhusiana na swala hili la Mwijaku ambalo mpaka sasa linazidi kuvamia mitandao ya kijamii. Ni swala zito hili, ndio maana linazidi kutrend mpaka sasa. Nitakwenda kuelezea kinagobaga kabisa, lakini kabla sijakuelezea ningependa uweze kuwa wa kwanza kusubscribe kwenye channel hii ya Umbea Media TV ambayo ndio inazidi kukupatia matukio mbalimbali yanayojiri mtandaoni na hata pia yanayotokea ulimwenguni huku. Sasa tusipoteze muda mtazamaji, tuweze kwenda kwenye point yenyewe ama tuweze kwenda kwenye hoja kuu. Ni kuwa Mwijaku sasa hivi ameweza kukamatwa mtazamaji. Unajua mwanzoni swala hili alilichukulia taratibu, lakini sasa limezidi kumkabia koo, yani limezidi kuwa zito sana. Sababu kuna mama mmoja kiongozi fulani aliweza kuliona hili swala. Unajua ile video ya yule dada alikuwa anachepuka na Mwijaku aliweza kushambuliwa na michepuko mingine ya Mwijaku. Aliweza kumshambulia vibaya, wakamnyoa nywele, wakampiga kwa fagio na hadi kumjeruhi pia. Sasa ile video ikasambaa. Baada ya kusambaa kuna kiongozi mmoja akaweza kuiona. Baada ya kuiona ile video akasema hapa inabidi haki iweze kutendeka, sababu mara nyingi matukio yanatukia, lakini hata kama si lazima matukio ya mtaani tu, hata haya mtandaoni tunayoyaona mara nyingi tusiapuzie, inabidi tuyatendee haki. Kiongozi huyu hadi Stamina aliweza kumposta, akaweza kusema huyu ni mama anajulikana kama vile kwa jina, anasema huyu ni mama ambaye pia anasaidia sana watu, na swala hata kama ni la mtandaoni basi yeye analishughulikia vilivyo. Huyo ni Stamina, aliweza kumpa maua yake kiongozi huyu aliyeposti ile video ya michepuko wa Mwijaku wakipigana. Akaweza kumpongeza Stamina, akaweza kumpongeza mama, akasema huyu mama kila ukipost swala ambalo liko serious basi yeye anadili nalo, si kama viongozi wengine yani ukiposti kiongozi anaona ni swala la kuchukuliwa hatua, lakini yeye analipita kama vile ads za Alibaba. Bwana huyo ni Stamina, alikuwa anampa maua yake kiongozi yule ambaye anaipambania kesi hii ya Mwijaku, ili dada yule aliyepigwa na michepuko Mwijaku iweze kuchukuliwa hatua na Mwijaku aweze kupewa adabu kama ambavyo serikali inafanya katika haki za binadamu, iwe mwanamke ama pia iwe mwanaume. Bwana huyo ndio kiongozi bora. Sasa hivi mtazamaji, Mwijaku swala lile lilichukulia lepesi, lakini sasa hivi Mwijaku ameweza kutiwa mbaroni, ameweza kukamatwa na wenzake watatu na michepuko yake yote yani huyu Mwijaku alikuwa na mchepuko wa kwanza, mchepuko wa pili na mchepuko wa tatu, yani mchepuko wa kwanza na mchepuko wa pili. Sasa huyu mchepuko wa pili huyu na rafiki yake wakamfumania mchepuko wa kwanza na wakampiga. Sasa wote watatu hawa, mchepuko wa kwanza, mchepuko wa pili, Mwijaku mwenyewe na yule rafiki ya mchepuko, wakaweza kutiwa mbaroni na wakaweza kutiwa ndani, yani gerezani kiufupi. Sasa hivi wako rumande, kesi bado inaendelea. Tuzidi kusikilizia kama Mwijaku itaamuliwa vipi kulingana na kesi hii ya unyanyasaji, kwa sababu waliweza kumnyanyasa mwenzao na kuweza kumpiga vibaya, na serikali ama haki za binadamu hazitaki ama haziendi kinamna hii. Sasa hivi mtazamaji, kuna huyu Mwakinyo naye ameweza kusikia raha sana, yani ameweza kupatwa na furaha baada ya kuona kuwa Mwijaku ameweza kunaswa na kuwekwa ndani, kwa sababu huyu Mwakinyo
anasema ni kawaida yake huyu Mwijaku kufanya vitendo vibaya kama hivi. Sana sana amekuwa mtu wa ovyo sana. Anasema watu vibaya, anaongelea watu vibaya, alafu anaposti vitu vya watu vibaya. Kuna muda mwingi anashtakiwa lakini watu wanampuuzia tu. Lakini sasa hivi kama ameweza kushtakiwa na kukamatwa, basi itakuwa ni jambo zuri sana, ili liwe funzo na kwa wengine pia. Bwana, huyo ni Mwakinyo ambaye ni kinara wa mabondia hapa nchini Tanzania. Ameweza kufurahishwa na kitendo hichi cha huyu Mwijaku kukamatwa na kuwekwa gerezani, mtazamaji, sababu anasema Mwijaku ameweza kuzoea sana kulala na wanachuo sababu ya uselebu wake na vipesa vyake ambavyo vinamsumbua, mpaka anawasumbua wanachuo wadada wa chuo. Sasa hivi Mwijaku yuko kwenye matata, lakini Mwijaku pia anajitetea kwa kusema kwamba Mwakinyo pia anafaa chukuliwa hatua, sababu yupo na kesi ya kuua, lakini bado anaendelea kupigana tu. Inafaa leseni yake ya kupigana iweze kusimamishwa na asiendelee kupigana, sababu yupo na kesi ya kuua. Huyo ni Mwijaku sema hivyo kuwa Mwakinyo anakabiliwa na kesi fulani ya kuua. Sijui Mwakinyo alimuua nani, lakini mengi yatakwenda kufunguka hapa, mengi yatakwenda kuchepuka, na nitakwenda kuelezea hapa kama Mwakinyo alimuua nani, mpaka Mwijaku anasema kuwa Mwakinyo bwana aliweza kumwangamiza mtu. Sasa hivi pia yeye inahitajika aweze kufunguliwa mashtaka kwa kesi ile ya kuua. Mtazamaji, mambo ni moto hapa na mambo yamezidi kuchemka. Huyu Mwijaku leo tunaweza sema ameakanyaga, amezoea sana, kwa sababu kuna muda alikuwa anamwambia Diamond Platnumz ni mchepukaji sana, hawezi kumuoa Zuchu sababu anachepuka sana. Sasa hivi kijiti kimeweza kumgeukia, akaja akamuingilia Baba Levo, akasema kwamba Baba Levo pia ni mchepukaji, hawezi kutulia na bibi mmoja. Sasa hivi kijiti kimeweza kumrudia mwenyewe. Bwana, zidi kusubscribe, zidi kulike, share na comment pia. Unaacha comment kwenye comment section. Unaniambia bwana kama unahisi kitendo hichi kilichofanyika ni sahihi, Mwijaku kukamatwa, ama hawa madada ndio walikuwa wanafaa wakamatwe peke yao, sababu mapenzi hayalazimishwi. Bwana, utaweza kunaandikia pale kama Mwijaku ilikuwa ni sahihi kukamatwa, ama unaona kama wamemdhulumu vile kumkamata chawa huyu DC Mwijaku.